Kutoka giza la huzuni hadi mwanga wa furaha. Evodi alizaliwa katika familia yenye watoto watano. Alikuwa katikati ya dada zake wawili wakubwa na wadogo zake wawili ambao walikuwa mapacha. Nyumba yao ilijawa na vicheko na kelele za watoto hadi pale kivuli cha mauti kilipotanda. Alipotimiza miaka 5, ulimwengu wa Evodi ulipasuka. Ndani ya muda mfupi, aliwapoteza wazazi wake wote wawili. Ghafla, watoto wale watano walibaki yatima, wakiwa hawajui kesho yao itakuwaje. Baada ya msiba ule mzito, upande wa ndugu wa baba ulionekana kuwapa kisogo. Hawakuwa na muda wa kuwajali wala kuwafariji watoto wale. Katika kipindi hicho cha upweke, ni bibi mzaa mama pekee aliyefungua milango yake. Licha ya uzee na maisha ya duni, bibi aliwapokea wajukuu wake wote watano kwa mikono miwili. Evodi na ndugu zake walihamia kwa bibi, wakianza maisha mapya yaliyojaa changamoto, lakini yakiwa na upendo wa dhati. Maisha kwa bibi hayakuwa rahisi, na elimu ilionekana kuwa ndoto ya mbali. Hata hivyo, Mungu hakuwa amemsahau Evodi. Alipotimiza miaka 7, milango ya heri ilifunguka. Siku hiyo itabaki kuwa kumbukumbu muhimu maishani mwake. Evodi hakuishia tu kuanza darasa la chekechea, bali alipata bahati ya kipekee. Aliandikishwa kwenye shirika la Compassion International kupitia kituo cha ELCT Minjingu. Kupitia ufadhili huo, mahitaji yake ya shule, afya na chakula yalianza kupatikana. Hapo ndipo mwanga ulipoanza kufunguka rasmi. Yale majonzi ya kuondokewa na wazazi na hali ngumu ya maisha kwa bibi ilianza kufifia, huku ndoto mpya zikianza kuchanua ndani ya moyo wa Evodi. Alijua sasa, hakuwa peke yake. Alikuwa na watu waliomjali na kumsaidia kutimiza hatima yake.